Kwa mnaofuatilia channel hii ya Jasusi TV, mtakumbuka kwamba jana niliweka video hapa ambayo ilieleza kwamba kundi la G55 linaloundwa na baadhi ya wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, na kundi hilo limejitanabaisha kuwa linapinga ajenda ya chama hicho ya no reforms no election, kwamba linakuja na mikakati mipya. Na ujio wa mikakati hiyo mipya inatokana na ukweli kwamba mikakati miwili ya awali ya kundi hilo ni kama, kwa lugha ya mtaani wanasema, imebuma. Mkakati wa kwanza ulikuwa ni kusambaza waraka. Waraka huo ulikuwa na majina 55 pamoja na saini 55 za hao watu wanaounda kundi hilo la G55. Lakini pia waraka huo ulikuwa na maelezo ya kwa nini wao wanapinga ajenda ya no reforms no elections, lakini pia wakaeleza manunguniko yao kuhusu msimamo wa Mheshimiwa Tundu Lissu, mwenyekiti mpya wa chama hicho, pamoja na utendaji kazi wa baadhi ya viongozi wa chama hicho kama Mheshimiwa Godbless Lema, wakidai kuwa amewaambia kuwa wanaopinga ajenda hiyo wahame chama hicho, na wakamrushia tuhuma mwanaharakati maarufu Maria Sarungi kwamba ndio anayekiendesha chama hicho japo hana nafasi ya uongozi. Kadhalika wakadai kwamba ni haki yao wao kuwania uongozi, kwa maana kuwania ubunge au udiwani, kushiriki kwenye uchaguzi, kwa sababu katiba ya Chadema inaeleza kuwa njia ya chama hicho kushika madaraka ni kupitia chaguzi na vitu kama hivyo. Lakini waraka huo haukupokelewa vizuri. Kwanza watu wengi waliupuuza, lakini pia waliwalaumu wengi waliojitokeza katika huo waraka, katika hayo majina 55, kwa sababu katika hayo majina 55 kulikuwa na viongozi kadhaa waandamizi wa chama hicho, na hii ikazua maswali kwamba kama hawa watu walikuwa na upinzani dhidi ya ajenda ya no reforms no elections, kwa nini hawakulianzia swala hilo ndani ya vikao halali vya chama? Kwa mfano, mmoja wa watu ambao saini yake ilionekana kwenye waraka huu alikuwa ni Catherine Ruge, na huyu alikuwa ni mshiriki katika vikao mbalimbali vya chama, na hata kwenye mitandao ya kijamii ya Twitter, mitandao ya kijamii, kwa mfano mtandao wa kijamii wa X, zamani Twitter, alikuwa akitweet kuhusu hii agenda ya no reforms no elections. Kwa hiyo kulikuwa na unafiki wa namna fulani, na hii ikapelekea Catherine kuvuliwa madaraka yake. Kwa hiyo matarajio kwamba ule waraka labda ungegusa hisia za watu ilikwenda kinyume na matarajio hao G55. Baada ya hilo wakaja na mkakati mwingine ambapo walifanya mkutano na waandishi wa habari, press conference. Press conference yao kwa kweli ilikuwa haina jipya, kwa sababu kimsingi ilirudia ule waraka, yale yaliokuwa kwenye waraka kwa maandishi wakayarudia kwa maelezo, yani kwa maneno. Na bahati nzuri sasa, wanasema mnafiki wajifiche, waandishi wa habari walifanya kazi nzuri sana ya kuuliza maswali ya kuwabana hawa G55, kwamba kama ajenda, kwanza miongoni mwa maswali mengi yaliyoulizwa kwa mfano, ajenda ya no reforms no elections haijaanza na Mheshimiwa Lissu, ilianza na Mheshimiwa Mbowe. Kwa nini muigomee sasa na sio wakati huo uko nyuma? Kwa hiyo wakawa wamesuasua katika majibu yao katika hilo na maswali mengine. Kwa hiyo kama ambavyo ule waraka ulibuma, ndivyo ambavyo hiyo press conference nayo ilibuma, na katika kukaa chini na kutafakari wakaona waje na mikakati mingine ambayo wanadhani itakuwa na ufanisi zaidi. Na nikatanabaisha katika video hiyo kwamba moja ya mkakati waliokuwa nao ni kuhusu yule mwenezi wa BAWACHA, baraza la wanawake wa Chadema, aliyepigwa na alidai kupigwa kule Njombe. Kwa hiyo kwa mujibu wa maelezo ni kwamba kuna mkakati wa kufanya press conference ambapo ataongea na waandishi wa habari na kutoa tuhuma mbalimbali, na tuhuma hizo hasa kwa mujibu wa taarifa zinatarajiwa kuelekezwa kwa Mheshimiwa Lissu pamoja na makamu wa mwenyekiti wa taifa Chadema upande wa bara, Mheshimiwa John Heche, ambaye ndiye alikuwa ule mkutano wa huko Njombe unakudaiwa kutokea tukio hilo, yeye ndio alikuwa anaendesha ule mkutano. Kwa hiyo hili nilieleza jana, lakini nasema pia kuna mikakati mingine. Sasa kama mnavyofahamu wengi, leo Mheshimiwa Tundu Lissu amekamatwa huko mkoani Ruvuma alipokuwa kwenye akiendelea na kampeni za hiyo ajenda ya no reforms no election.
ni tukio kubwa, nguvu kubwa imetumika, watu wengi wameumizwa. Hakukuwa na haja ya kutumia nguvu kwa sababu Mheshimiwa Lissu kabla ya kukamatwa alishakubali wito wa polisi kwamba akimaliza shughuli za mkutano angeenda kwenye kituo cha polisi kuitikia wito, lakini polisi wakaamua kutumia mabavu na mkutano ulikuwa ushakwisha wakati tukio hili linakuja. Yani mkutano umekwisha, zimebaki taratibu tu ndogo ndogo za kukusanya michango. Hapo ndio polisi wakaamua kutumia mabavu. Lakini kwa mujibu wa taarifa ni kwamba tukio hili lina mkono wa hawa G55. Kama nilivyoweza katika hiyo mikakati waliokuwa nayo ni pamoja na hii ya kujaribu kuhujumu huu mchakato wa mikutano inayoendelea ya Chadema ya kueneza ujumbe huu wa no reforms no election. Na katika hili wanaweza kuwa wamefanikiwa kwa kiasi fulani, kwa sababu kwa sasa macho ya Tanzania yatakuwa yameelekezwa kwenye hatima na mustakabali wa kukamatwa kwa Mheshimiwa Lissu. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana jioni hii ni kwamba Mheshimiwa Lissu alifikishwa makao makuu ya polisi mkoa wa Ruvuma na amepandishwa gari kwa ajili ya kuletwa jijini Dar. Inasemekana kuna kesi, na kwa mujibu wa tetesi zinadai kuwa kesi hiyo inahusishwa na hawa watu wa G55. Inahusu nini mpaka sasa hivi bado haijafahamika, lakini katika hilo wanaweza kuwa wamefanikiwa kwa sababu attention itakuwa imehamishwa kutoka kwenye kile kilichokuwa kinaongelewa kwenye ajenda ya no reforms no election na kufuatilia mustakabali wa Mheshimiwa Lissu, kesi ikoje. Lakini kuna kubwa zaidi ambalo wanalitarajia hawa watu, kwamba kuna uwezekano kesho ni Alhamis, wakavuta muda mpaka Ijumaa, akavuta muda, ikifika Ijumaa mtu akiwa ndani Ijumaa maana yake kutoka Jumatatu. Kwa hiyo kadri Mheshimiwa Lissu atakavyokaa ndani ndivyo kadri itakavyojengwa hoja kwamba kama ninyi mnashindwa kushinikiza huyo mwenyekiti wenu kutolewa na polisi, mtawezaje kushinikiza kuzuia uchaguzi? Ni hoja isiyo na mantiki, isiyo na msingi, lakini wao wanaweza kuijengea uzito kwamba mnadanganywa, kwa sababu hawa watu wanaowadanganya kwamba wanaweza wakashinikiza uchaguzi usifanyike, wao wenyewe wamepatwa na changamoto hii ndogo, wameshindwa kushinikiza imalizwe hii changamoto. Kwa hiyo hilo moja kwa mujibu wa taarifa. Lakini kwa mujibu wa taarifa pia katika mchakato huu haya yanaendelea ni kwamba kuna jaribio la mapinduzi, kuna jaribio la kumtoa Mheshimiwa Lissu katika uongozi wa chama hicho, kwa njia ambazo sio za kidemokrasia, sio mchakato ambao uko rasmi, lakini kuna jitihada kubwa ambazo zinafanyika, na kwa mujibu wa taarifa jitihada hizo zinamhusisha mwenyekiti wa zamani wa chama hicho na kambi yake. Kwa hiyo hata hili lilotokea ni sehemu ya mkakati huo. Kwa hiyo halitokuwa jambo la kushangaza endapo wakati changamoto hizi za Mheshimiwa Lissu za kukamatwa zinaendelea ukasikia tena taarifa za kwamba kuna jaribio, jitihada ya kutaka kumtoa Mheshimiwa Lissu madarakani, kwa sababu kama nilivyoeleza jana na nilivyorudia kueleza awali, kuna watu ndani ya chama hicho ambao wote wako ndani ya kundi la G55 wamekataa kata kukubali kwamba Mheshimiwa Lissu anaweza kuendelea kuwa mwenyekiti wa chama hicho kwa sababu mbalimbali. Wengine maslahi yao yalikuwa wana maslahi yao kutokana na uwepo wa Mheshimiwa Mbowe, kula yao ilikuwa inategemea kuwepo kwake madarakani. Ujio wa Mheshimiwa Lissu manake utazuia mikono yao kwenda kinywani. Lakini pia msimamo wa Mheshimiwa Lissu ni thabiti zaidi, ambapo kwa baadhi ya hao wanasiasa wa chama hicho ambao pengine wengine wanatuhumiwa kuwa walikuwa pande zote mbili, unakuwa unawaweka katika mazingira magumu. Kwa hiyo zaidi ni kusubiri kusikiliza kwanza katika kukamatwa huko maelezo yatakayotolewa na jeshi la polisi kwamba kwa nini wamekamatwa, lakini inasemekana kuna kesi, na hiyo kesi inavyoelezwa kwamba inahusiana na watu wa G55, lakini pia endapo wataachiwa. Kwa sasa watajitahidi swala hili kuvuta attention, kwa kupunguza ile kasi ya huo mkakati wa kampeni unaoendelea, kampeni za no reforms no election. Kwa hiyo hizi ndio jitihada, ndio mikakati ambayo inafanyika, lakini hawa watu wamepanga na wanaendelea kupanga kuhakikisha kuwa uongozi wa Mheshimiwa Lissu hauwepo madarakani kwa muda mrefu, na kadhalika wanafanya jitihada pia kuhakikisha kuwa kabla ya kipenga cha uchaguzi hakijapulizwa rasmi, basi anakuwa amedhibitiwa vya kutosha. Basi mimi nitaendelea kuwaletea taarifa zaidi kadri ninavyozipokea. Asanteni sana na kwaheri.